Mwenyekiti wa mtaa wa Ronsoti uliopo halmashauri ya mji wa Tarime, Chacha Kisima Mnanka, amewataka viongozi wa serikali ya halmashauri ya mji kushughulikia kwa haraka changamoto ya jalala lililopo katika mtaa huo ambalo limekuwa kero kwa wananchi wake. Akizungumza na Faraja TV Online leo tarehe 20 Machi 2025, mwenyekiti huyo amesema kuwa licha ya kusitishwa kwa zoezi la utupaji taka katika eneo hilo, bado kumeendelea kusalia kwa uchafu ambao umeendelea kuleta madhara kwa wananchi. Aidha, ameongeza kwa kusema kuwa jalala hilo lililopo kando ya mto linaendelea kuwa tishio kwa wananchi hasa katika kipindi hiki cha mvua za masika. Chacha Kisima Mnanka ndio mwenyekiti wa mtaa huu wa Ronsoti. Dampo hili limekuja hapa baada ya dampo kuu kuonekana linaleta adha kwa wananchi, basi ikabidi kila kata iweke dampo kwenye eneo lake. Ndio dampo hili wakaleta kwenye eneo hili, na eneo hili ni la serikali, eneo la misitu. Sasa baada ya kuweka maeneo haya, tuliendelea kulalamika kulingana na ili eneo liko karibu ya chanzo cha maji. Baada ya kulalamika, basi ilifika mahara mkuu wa wilaya akafika hapa na akaona kweli ni eneo ambalo liko kwenye chanzo cha maji. Kwa hiyo alizuia. Alielekeza bwana afya wa wilaya na afisa mazingira, basi ikaonekana sasa ili dampo lizuie lisiweko hapa. Na ndio maana unaona kuna vitambaa vyekundu hapa kwa ajili ya kuzuia kwamba dampo lisije. Lakini bado wananchi kulingana na hawajapata eneo lingine la kupeleka matakataka, basi bado wanaendelea kuweka. Lakini mkuu wa wilaya aliagiza kwamba afisa mazingira na afisa afya wa wilaya wazoe huu uchafu uende kwenye dampo kuu Magena, lakini hawajafanya hivyo. Bado hatupati majibu yoyote, lakini nilipata tu taarifa kidogo kwamba tunakoendelea basi kuna michakato wanafanya ya gari ndio waje kuchukua uchafu huu kuhamishia Magena. Kiukweli limeathiri sana wananchi kwa sababu kwa sasa kuna mlipuko wa kipindupindu. Sasa wananchi ambao wanatumia maji ambayo yako kwenye chanzo hichi ambacho kiko karibu na Jarara, kiukweli maeneo ya Nyamiuto basi wamepata adha sana kwa sababu walikuwa wanatumia hayo maji na mvua ikinyesha basi mchuzi wote wa uchafu huu basi unaingia kwenye maji. Kwa hiyo kiukweli mimi ninamshukuru mkuu wa wilaya kwa hatua aliyoichukua kwa ajili ya kutusaidia ili Jarara kuhama. Sasa wananchi hawajaelekezwa kwamba ni eneo gani ambalo sasa uchafu utakuwa unakwenda. Ndio maana bado wanaendelea kuleta hapa. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali itusaidie ili wananchi wapate maeneo ambayo wale wakandarasi wa kuzoa uchafu ili wao wanapeleka uchafu. Lakini mazingira ya hapa mjini kwa sababu kuna dampo kuu tayari lipo Magena, basi tunaomba watafute mkandarasi mwenye uwezo wa kupata vifaa vya kuchukua uchafu mjini na kupeleka kwenye dampo kuu Magena.